Naam, barakallahu fikum. Alqaidatu alula, msingi wa mwanzo katika ile misingi ambayo walisema wadhālika bima'rifati arba'i qawaida dhakaraha Allah ta'ala fi kitabihi. Hivyo basi ni kufahamu misingi minne ambayo ameitaja Allah katika kitabu chake. Alqaidatu alula, msingi wa mwanzo, an ta'lama, ni kufahamu wewe, anna al-kuffara, wa hakika makafiri, alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ambao Allah subhanahu wa ta'ala, afwan, makafiri ambao qatalahum, aliwapiga vita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Wewe watakiwa ufahamu hawa makafiri ambao waliwapiga vita mtume sallallahu alaihi wasallam, muqirruna, ilikuwa ni wenye kukubali na kuthibitisha bi anna Allah ta'ala, wa hakika Allah aliyekuwa ametukuka, huwa al-khaliqul mudabbir, kwa yeye Allah nani? Al-khaliq, mwenye kuumba, kadhalika al-mudabbir, mwenye kuendesha mambo. Wa anna dhalik, na kuwa jambo hilo, lam yudkhilhum fil islam, hali wa kuingiza wao katika Uislamu, japokuwa alikuwa akikubali. Umefahamu? Ilikuwa akikubali kwa Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-khaliq, yeye ndiye mwenye kuumba, al-mudabbir, yeye ndiye mwenye kuendesha mambo yote ya ulimwengu, lakini jambo hilo kukubali kwao hivyo, wa anna dhalika lam yudkhilhum, hali kuingiza wao fil islam, katika Uislamu. Wadalilu qawluhu ta'ala, na dalili kwa Allah aliyekuwa ametukuka pale aliposema, qul, sema kuambia wewe ewe Muhammad, qul, sema kuambia hao, man yarzuqukum, ni nani anayekuruzukuni nyinyi, kuwapa riziki nyinyi, minas samai wal ard, kutoka katika mbingu na ardhi, amman yamliku as-sam'a wal absar, au ni nani ambaye mwenye kumiliki as-sam', usikivu, wal absar, na uoni, nani mwenye kumiliki mambo hayo? Wa man yukhrijul hayya min al-mayyit, na ni nani mwenye kutoa hai, kutoa katika mtu, katika uhai, min al-mayyit, kutoa katika mfu, ni nani? Kitu hai kakipeleka katika maiti, katika ufu, ni nani? Wa yukhrijul mayyita, na anayetoa katika mfu, min al-hayy, hupeleka katika uhai, ni nani mwenye kufanya kazi hizo? Wa man yudabbiru al-amr, na ni nani mwenye kuendesha mambo ya ulimwengu, nani mwenye kufanya hivyo? Fasayaquluna Allah, watasema ni nani? Yote anayofanya hivyo ni Allah. Faqul, waambie na kusema, waambie ewe Muhammad, afala tattaqun, je, hivi basi hamumchi Allah, hamuogopi nyinyi? Manake makafiri hawa ilikuwa wakiulizwa, wakikubali kwa Allah yeye ndio kufanya nini, mwenye kuendesha mambo na kupeleka mambo yote, lakini bado jambo hili halikuingiza wao katika Uislamu. Kadhalika katika aya nyingine Allah asema, wala in sa'altahum, kama utauliza hao makafiri, man khalaqahum, ni nani aliyeumba, la yaqulunna Allah, kwa hakika wallahi watasema ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hawa makafiri wanakusudiwa ni kufarul arab, ilikuwa ni makafiri wale wa Kiarabu wa Kiquraish, wakikubali. Na ilikuwa wakikubali nini hapa ya ikhwani, barakallahu fikum? Wakubali nini? Tauhidur rububiyya, yuqirruna bi tauhidir rububiyya, ilikuwa wakikubali tauhidi ya ulezi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, yeye ndiye mwenye kuleta mvua, mwenye kufisha, mwenye kutoa riziki. Lakini jambo hili wao halikuwafanya kuingia katika tauhidi gani? Tauhidul uluhiyya, ilikuwa akipinga. Bali walimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, Allah akawanukuu, aja'ala al-alihata ilahan wahidan, je, hivi Muhammad watakujalia miungu yote hii tunaiabudu ilahan wahidan, muabudiwa mmoja? Inna hadha la shay'un ujab, hakika hili jambo hili ni jambo lenye kushangaza. Na ilikuwa wakienda kwa jamaa zao, bwana msimkubali huyo, kwa sababu ilikuwa wakipinga na walikuwa wakijua maana nini la ilaha illa Allah, lakini hawakukubali kuingia katika nini, tauhidul uluhiyya. Walikubali tauhidur rububiyya, na tauhidur rububiyya haiwezi kukuingiza katika nini, katika Uislamu. Lazima ukubali nini, tauhid al-uluhiyya. Mfahamu? Kwa haitoshi tu mtu kukubali kwa Allah huwa al-khaliq ar-raziq al-muhyi, Allah ndiye mwenye kuhuisha, al-mumit, mwenye kufisha, al-mudabbir lis-samawati wal-ard, mwenye kuendesha mbingu na ardhi, wa man fihinna, vile vilivyomo. Jambo hili, wa ma'adhalik lam yusiru bihadha muslimin, hawakuwa hawa makafiri ni Uislamu,
walam yakunu bihadha muwahhidin, hawakuwa kwa jambo hili kwa ni watu wa tauhid, bal kanu mushrikin fil ibada, bali walikuwa washirikina katika ibada. Kwa jambo hili halikuingiza wao katika Uislamu. Naam. Alqaidatu thaniya, msingi wa pili, annahum yaqulun, wa hum makafiri wao walikuwa wakisema, ma da'awnahum, sisi kwa hatuwaombi hao wafu maiti, ilikuwa hatuwaombi, au masanamu hatuwaombi, watawajjahna ilayhim, wala sisi hatuelekei kwao, illa li talabi alqurbati washafa'a, isipokuwa kutaka ukaribu na uombezi. Basi tunafanya hivyo illa li talabi alqurbati, kwa ajili ya kutaka ukuruba, watukurubishe mbele ya Allah, washafa'a, na uombezi. Manake wanakwenda kuabudu wafu, wakiuliza sema hatuabudu wala hatuelekei wao wala hatuelekezi ibada isipokuwa kwa ajili tunataka ukuruba, wala hatuabudu wao, tunataka watukurubishe mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika tunataka uombezi. Fadalilul qurbati, dalili ya kuwa alikuwa ataka ukuruba, kauli ta'ala, kuelekea Allah aliyekuwa ametukuka pale aliposema, walladhina ittakhadhu min duni, walladhina ittakhadhu, na wale ambao wamejifanyia min dunihi, kinyume chake Allah, awliyaa, vipenzi. Manake nini? Al-aliha, miungu, vipenzi. Ilikuwa wakisema ma na'buduhum, hatuabudu wao, illa liqarribuna ila Allah zulfa, isipokuwa watukurubishe sisi ila Allah, kwa Allah, zulfa, ukuruba. Sababu zulfa manake ay alqurba. Inna Allah, hakika Allah, yahkumu bainahum, atawahukumu baina yao, fima hum fihi yakhtalifun, katika yale ambayo ndani yake wao wakitofautiana. Inna Allah, hakika Allah, la yahdi man huwa kadhibun kaffar, hakika Allah hamuongozi yule ambaye, man huwa kadhibun, ambaye ni mtu muongo, kaffar, mwenye kukufuru. Kwa hawa mabwana ilikuwa wakiabudu maiti kama hivi, masufi makhurafi wana kuabudu katika makaburi. Ukiuliza kwa nini muabudu, hatuabudu sisi, au hasemi hivyo, wasema hivyo, hatuabudu makaburi, bali sisi tunataka wale ni mawali, ni salihun, ni watu wema, tunataka watukurubishe mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini yote hayo ni urongo. Wadalilu shafa'a, na dalili ya uombezi, kauli ta'ala, kuelekea Allah aliyekuwa ametukuka pale aliposema, waya'buduna min dunillah, na wanaabudu kinyume cha Allah, ma la yadhurruhum, wale ambao hawadhuru wao, wala yanfa'uhum, wala hanufaishi wao, wayaquluna, na wanasema, haulai shufa'auna 'inda Allah, haika hawa ni uombezi wetu mbele ya Allah. Wanaabudu watu ambao hawana madhara yoyote, au viumbe ambao havina madhara yoyote wala haviwanufaishi chochote, kisha asema ni uombezi wao mbele ya Allah. Washafa'atu shafa'atani, na shafa'a ziko aina mbili. Kuna shafa'atun manfiyatun, kuna shafa'a yenye kukanushwa ambao haifai, wa shafa'atun muthbatatun, na shafa'a yenye kuthibitishwa ambayo yakubalika, yatakikana. Fashafa'atul manfiyatu, shafa'a yenye kukanushwa na yenye kupingwa, ma kanat, ni ile shafa'a ambayo tutlabu min ghairi llahi, yenye kutakwa kinyume asiyekuwa Allah, fima la yaqdiru alayhi, katika jambo ambalo haliwezi jambo hilo kulifanya illa Allah, isipokuwa Allah. Hii shafa'a hii yenye kupingwa na wala haikubaliki. Wadalilu qawluhu ta'ala, na dalili kuelekea Allah aliyekuwa ametukuka, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mumeamin, anfiqu, toeni, mimma razaqnakum, katika vile ambavyo miongoni tulivyokuruzukuni nini, min qabli, kabla an yati yawmun, kabla haijaja siku ambayo, la bay'un fihi, hakuna biashara ndani yake, hakuna kuuziana, wala khullatun, wala hakuna urafiki, wala shafa'atun, wala uombezi. Walkafiruna, na makafiri siku hii, humu dhalimun, wao ndio wenye kufanya dhulma, humu dhalimun, wao ndio madhalim. Kwa shafa'a hii ni yenye kupingwa wala haikubaliki, ni fashafa'atul manfiya, ni yenye kukanushwa wala haitakikani, kwa sababu mtu ataka shafa'a kwa uombezi asiye kwa Allah, aenda katika makaburi, bwana mkubwa niombee mimi kwa Allah, hili halitakikani. Na shafa'a inofaa
kwa mtu mfuate ar-rajulu salih, mtu mwema kuombea dua kama masahaba walikuwa wakifanya, wakimfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, mvua hazinyeshi, Mtume sallam akiombea dua na mvua ilikuwa zikinyesha. Kadhalika washafa'atu almuthbatatu, shafa'a yenye kuthibitishwa, hiya allati ambayo yakubalika mtu atakiwa afanye ni ile ambayo tutulabu min Allah, ni yenye kutakwa kutoka kwa Allah. Washafi'u, na yule mwenye kutaka kuombea msamaha, yule ashafi' mukramun, ni mwenye kukirimiwa, anapewa bishafa'ati, kukirimiwa na kupewa ile shafa'a. Allah mpaka atoe idhini. Yule ashafi' mwenye kuombea mukram ni mwenye kukirimiwa bishafa'a, na uombezi na Allah subhanahu wa ta'ala. Hawezi kuombea mpaka Allah ampe idhini. Wal mashfu'u lahu, na yule mwenye kuombewa hiyo siku ya kiyama, huwa man radiya Allah, ni yule ambaye man radiya Allah qawlahu, ni yule ambaye Allah amemridhia kauli yake, wa amalahu, na amali zake, ba'da al-idhn, baada ya kuwa Allah ameshatoa idhini. Haiwezekani yule ashafi' kumwombea al-mashfu' lahu mpaka baada ya Allah subhanahu wa ta'ala amridhie kauli zake na amridhie amali yake, kadhalika baada ya idhini Allah ameshatoa idhini. Kama qala ta'ala, kama wasema Allah alikuwa ametukuka, man dhal ladhi, ni nani basi yule ambaye yashfa'u indahu, ataombea uombezi mbele yake Allah, illa biidhnihi, isipokuwa kwa idhini yake. Maana yake man dhal ladhi, Allah anauliza lakini ni istifham inkariyun, ni istifhamu ya kuuliza lakini yenye kupinga, ni nani? Maana yake hakuna yoyote ambaye mwenye kuombea mbele ya Allah isipokuwa kwa idhini ya nani? Ya Allah. Lakini masufi na wengineo katika washirikina wapinga, wasema hapana, Mtume sallallahu alaihi wasallam ataombea tu na atamuombea yoyote. Hapana, haiwezekani mpaka hapo nini? Hapo idhini na Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika huyo mwenye kuombewa ni nani? Awe ni Allah amemridhia kauli yake, amemridhia matendo yake, kadhalika baada ya idhni awe ni mtu muwahid, ni mtu wa tauhid, si mtu mushrik. Umefahamu? Sasa wao wasema hapana, aombea tu Mtume sallallahu alaihi wasallam vile anavyojisikia. Hapana, hawezi kuombea mpaka idhni ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika wasema wamechukua mipaka, wasema si mtume tu, mpaka kuna mashekhe wale mawali wakubwa wataombea tu mbele ya Allah. Kwa haiwezekani kuombea mpaka kwa idhni ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na yule mwenye kuombewa asiwe ni mshirikina, si mtu wa kuabudu mizimu, si mtu wa kuabudu mapango, si mtu wa kuabudu vietezo, wala si mtu wa kuvaa mahirizi, wala haendi kwa waganga. Allah amridhie kauli yake na amali yake, ni mtu wa tauhid, amekufa muwahid, ndio huyu Allah atamkubalia shafaa yake. Kwa huo ndio msingi wa pili, wala hauhitaji maelezo. Insha Allah taala katika wiki inayofuata tutaendelea al-qa'idatu thalitha, msingi wa 3 na msingi wa 4. Itakuwa kitabu kishamaliza, itakuwa vitabu tutavisoma hivi. Kuna sehemu tutoa maelezo kidogo, ambapo sehemu iko wazi itakuwa tuenda tu, sababu ni murajaa na kukumbushana. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.